Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena katika chaneli yetu ya Habari Kuu Media, mahali unapata uchambuzi wa kina. Yale aliyosema askofu mkuu wa dayosisi ya Karagwe wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania almaarufu Triple KT, Askofu Daktari Benson Bagonza kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii ndiyo yaliyoweka uzito wa kipekee katika mjadala huu wa kitaifa. Katika andiko lake lililojaa mafunzo mazito na hoja 10 za kitafakari, Askofu Bagonza ameibainisha kwa wazi kuwa mleta hoja bungeni hakuchangia vizuri maneno na mifano yake ya kihistoria. Amesisitiza kuwa kufananisha viongozi wa kanisa, kufananisha viongozi wa kisiasa wa sasa na picha za Biblia kama ya Yesu na Yuda ni jambo linaloweza kuleta picha hatari na tafsiri mbaya sana katika jamii. Katika andiko lake lililosambaa kwa kasi mkubwa, amechambua mambo 10 ya msingi ambayo yanahitaji jicho la tatu ili kuyaelewa vyema. Askofu ameliandika jambo la kwanza kwa kuguzia uhusiano wa viongozi wakuu, ambapo amekumbusha kuwa mleta hoja mbunge Simai Mohamed Zeid aliwahi kuwa na msuguano wa kisiasa na kiongozi mkuu kule visiwani hadi akafikia hatua ya kujiuzulu nafasi yake ya uwaziri, lakini baadaye anachukuliwa na kuteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Kutokana na muktadha huo, askofu amehoji iwapo hatua hizo sasa inatafsiriwa kuwa viongozi hao wawili hawako pamoja, au iwapo mfumo wa sasa unaweza kutafsiriwa vibaya kwa kumbeba kiongozi aliyotofautiana na mkuu mwingine wa serikali kule visiwani. Jambo la pili linaguza moja kwa moja swala la muungano wetu. Andiko hilo limebainisha kuwa mleta hoja ni mbunge anayetokea Zanzibari, lakini anajielekeza kumwonyesha vidole vya lawama kiongozi mkuu anayetoka Tanganyika. Askofu ametoa swali la dosudosu iwapo hali hii inaashiria kero mpya au ufa unaomnyemelea ndani ya muungano wa CCM, na akahoji kwa nini pamekosekana sauti thabiti kutoka Tanganyika za kumrudia au kumrekebisha mleta hoja huyo kama alikuwa amepotoka katika mifano yake. Jambo la tatu, askofu amemulika muktadha wa kidini ambapo amebainisha kuwa mleta hoja anasali siku ya Ijumaa, lakini anachagua kutumia mfano wa Yuda msaliti ili kukosoa vikali tabia za viongozi ama kiongozi mwingine ambaye anasali siku ya Jumatatu, akimtuhumu kwa kwenda kuomba huruma katika nyumba za ibada na makanisani. Hapa Askofu Bagonza amehoji picha inayojitokeza kijamii kuhusu matumizi ya mifano ya kiimani inavyovuka mipaka ya kidini kwa lengo la kujipatia mtaji wa kisiasa. Swala la 4 ni ukimya wa bunge, ambapo andiko hili linaonyesha masikitiko kuwa maneno hayo makali na mazito yameingia rasmi kwenye kumbukumbu za kudumu za bunge, yani Hetsen, bila uongozi wa bunge kuyafuta au kuyakanusha kwa wakati. Askofu amehoji kwa mshangao iwapo ukimya huu unamaanisha kuwa mihili mzima la bunge sasa unabariki au unakubaliana na kauli kuwa makamo wa rais ana sifa hizo za usaliti zilizotajwa bungeni. Jambo la tatu, katika kipengele cha 5, askofu anachambua ushangiliaji wa wabunge katika bunge la Jamhuri ya Tanzania. Wakati naibu spika alipomwongoza bunge
huyo kujieleza kwenye hoja iliyokuwa mezani. Wabunge walipiga makofi kwa nguvu. Hoja hapa ni je, wabunge walikuwa wanashangilia utaratibu wa kiti cha spika au walikuwa wanafurahia na kuunga mkono hoja ile ya usaliti? Amebainisha kuwa makofi hayo yanaweza kufananishwa na ushangiliaji usio na tija, ambapo watu wanashangilia pori linaloungua bila kufikiria wapi watakapokwenda kulala usiku utakapofika. Jambo la 6 linahusu muda wa kutolewa kwa hoja hilo. Kauli hiyo ilitolewa siku ile ile ambayo rais amepanga kusafiri kwenda nje ya nchi, na kwa mujibu wa katiba ya nchi, makamu wa rais ndiye anayeshika usukani kama mkuu wa nchi wa zamu. Askofu ameoji iwapo kushambuliwa kwa kiongozi huyo katika wakati kama huu ni ishara ya wazi ya kutomtambua kama mkuu wa nchi wa zamu, jambo linaloashiria dalili mbaya katika mifumo ya uongozi. Katika hoja ya 7, askofu ametoa tafsiri ya kiteknolojia kuhusu Yuda, ambapo ameeleza kuwa katika misingi ya kiimani usaliti wa Yuda ndio ulioleta wokovu, kwani bila usaliti huo kifo na kufufuka kwa Yesu kisinge kuwepo. Hata hivyo, amefafanua kuwa kimsingi mleta hoja amekosea sana, kwani hakuna Yuda wala Yesu katika siasa hizi za sasa, na mifano hiyo haina uhusiano wowote na uhalisia wa mambo. Hoja ya 8 inajitokeza kwenye hali ya ndani ya chama tawala, ambapo andiko linaeleza kuwa bila uwepo wa tishio la upinzani imara kutoka nje, chama huwa kinaanza kuyumba na kupatwa na mivutano vya ndani kwa ndani. Askofu ametoa rai kuwa kuwepo kwa sauti mbadala na viongozi wa upinzani nje ya chama kunasaidia kukumbusha dhamani ya umoja na mshikamano ili kukabiliana na changamoto, jambo ambalo linafaa kutazamwa kwa ukaribu ili kuzuia mifarakano. Katika jambo la 9, askofu ameigusia falsafa ya mabadiliko au reforms ambayo imekuwa ikihubiriwa. Amebainisha mgawanyiko uliopo pale viongozi wa upinzani wanapokamatwa au kukabiliwa na rungu ya kisheria pale wanapodai mabadiliko hayo yanayozungumzwa na viongozi wakuu. Amependekeza kuwa kama kuna makosa yamefanyika, basi mashtaka yatazamwe kwa jicho la kisheria badala ya kuandamiza falsafa ya mabadiliko na maridhiano. Mwisho kabisa, askofu katika hoja ya 10 ametoa wito kwa wenye madaraka kupunguza nguvu na kuongeza hekima katika uongozi. Akitolea mifano kutoka nchi jirani na kimataifa makubwa duniani, ameikumbusha jinsi migogoro ya wazi kati ya viongozi wakuu na wasaidizi wao inavyodhoofisha taasisi nzima ya uongozi na urais, akisisitiza kuwa rais na makamu wake hawapaswi kutenganishwa kirahisi na badala yake watumiwe maridhiano ya dhati ili kuondoa mipasuko inayoweza kuwapa maadui mwanya wa kuingilia kati.